Jumla ya matukio 99 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa kwa mwezi Disemba 2025, ambapo waathirika walikuwa 96. Waathirika wengi walikuwa ni watoto ambao ni waathirika 79, sawa na 79.8% ya waathirika wote, wakifuatiwa na wanawake 19 ambao ni sawa na 19.2%, na mwanaume mmoja ambaye ni sawa na 1.0%. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yaliyotokea kwa mwezi Disemba 2025, tunaona matukio ya kubaka yalikuwa 41 ambayo ni sawa na 35.3%, likifuatiwa tukio la shambulio la aibu au kukashifu ambayo yapo matukio 20 ambayo ni sawa na 17.2%, ikifuatia lugha ya matusi ambayo ilikuwa na matukio 16 ambayo ni sawa na 13.8%, ikifuatiwa na kutorosha ambayo ilikuwa na matukio 12 ambayo ni sawa na 10.3%, na kulikuwa na matukio mawili ya kujaribu kubaka ambayo ni sawa na 1.7%, kulawiti au kunajis matukio mawili ambayo ni sawa na 1.7%, kuingilia kinyume na maumbile matukio mawili ambayo ni sawa na 1.7%, kumpa na kupokea ujauzito matukio mawili ambayo ni sawa na 1.7%, pamoja na tukio moja la mauaji na tukio la kutupa watoto moja ambayo ni sawa na 0.9% kwa kila tukio. Idadi ya matukio ya udhalilishaji kwa mwezi yamepungua kwa 7.5% na kufikia matukio 99 kwa mwezi Disemba 2025, ikilinganishwa na matukio 107 yaliyoripotiwa mwezi Novemba 2025. Matukio yaliyoripotiwa kuongezeka mwezi Disemba 2025 ni matukio ya kujaribu kubaka, kutorosha, lugha ya matusi, shambulio la aibu, mauaji na kumpa na kupokea ujauzito. Wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwaka 2025, wilaya ya Magharibi A imeripotiwa kuwa na matukio mengi ambayo ilikuwa na matukio 247 sawa na 20.1%, ikifuatia wilaya ya Magharibi B ambayo imeripotiwa matukio 191 ambayo ni sawa na 15.5%. Wilaya Kusini imeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio ambayo ilikuwa na matukio 49 ambayo ni sawa na 4.0% ya matukio yote yaliyoripotiwa. Wilaya Magharibi A imeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya matukio ya kubaka ikilinganishwa na wilaya nyingine, ambapo jumla ya matukio ya kubaka 110 sawa na 16.7% kati ya matukio yote ya kubaka yaliyoripotiwa. Kati ya matukio 660 ya kubaka yaliyoripotiwa mwaka 2025, matukio 60 ambayo ni sawa na 9.1% yameripotiwa kwa wanawake, na matukio 600 ambayo ni sawa na 90.9% yameripotiwa kwa wasichana. Hii hali ni ya uhalisia, sio ya kubuni. Jeshi la polisi ndilo linokushanya hizi kesi pamoja na mahakama, kwa hivyo wao wanachukua kutoka kule. Kwa hivyo uhalisia huu wa kuonesha kuwa kesi 1228 kwa mwaka wa 2025 ni sahihi. Miezi 12 imeibua kesi 1228. Kwa mwaka jana tulikuwa tuna kesi 1809. Ni nyingi sana. Zimetoka si chini ya kesi 600 ama 500 na kitu. Lakini kwa mwaka huu zimepungua. Tumepata 1000 wala 1800, sasa zimerudi tena chini. Tumepata 1228. Lakini je, tunasema hizi pia turidhike nazo? Kwa sababu haziko chini ya 1000. Bado tumeingia 1000 na mbele. Kwa maana hiyo bado kila taasisi itakuwa ina jukumu la kusimamia na kuhakikisha kuwa hizi kesi hatuzipati. Kuhusiana na kwamba kwa Magharibi A kuongoza katika matukio kama haya ya udhalilishaji, mimi kama mtendaji wa tume, kulingana na hizi takwimu ambazo zimewasilishwa leo, kwamba inaonekana Magharibi A
inaongoza katika makosa ya udhalilishaji. Kwa mimi kama mtendaji nikirudi, nitawashauri wakubwa zangu, kwa vile tuna mpango wa kutoa elimu katika mawilaya na mashehia, nitawashauri tuanzie na wilaya ya Magharibi A. Kwa hilo tumelipokea. Kwa hapa Zanzibar hakuna hicho kipengele ambacho kinawapa fursa au kinawatoa fursa ya kuwakutanisha wenza. Ikiwa mfano wewe mwenza wako yuko ndani, maana kupa ufaraha wa kuweza kukutana naye kindoa. Lakini tulipata maelekezo kutoka kwa maafisa wa tume za haki na binadamu kuandaa utaratibu. Ikifika wakati sasa mabadiliko ya sheria yakitutaka tufanye hivyo, maana yake ule utaratibu upo, na hilo tumelizingatia. Kwa sasa kwa taarifa tu, tunaendelea na ujenzi wa chuo kipya cha mafunzo Anyegwa Mchana. Ni eneo kubwa, gereza kubwa la kisasa. Gereza hilo maana yake lina meet standard zote za kimataifa, ikiwemo hiyo ambayo imezungumzwa. Sasa ikipita hiyo sheria ya kwa wale ambao wapo ndani wapewe haki hiyo inayozungumzwa kwa mujibu wa BOQ ya ujenzi wa ile gereza, ipo sehemu ya ufaraha imeandaliwa kwa ajili ya hiyo huduma kupatikana baada ya mataratibu zote zile kukamilika.